Kumbuka jana nilizungumza hapa kwamba siwaoni timu ya JKT Tanzania wakiweza kupata magoli tena hata goli moja zidi ya Police Tanzania, kwa sababu ya uwezo mkubwa wa kikosi cha Mbwana Makata kwa namna wanavyocheza. Ni timu ambayo imekuwa na commitment kubwa, imekuwa inajiamini kwenye kucheza, lakini ukiacha tu kujiamini kwenye kucheza, hii timu imekuwa na muunganiko kwa muda mrefu. Ukiwatazama Police Tanzania, hawa walikuwa kwenye ligi kuu daraja la not kwa maana championship, wamecheza karibu timu nzima ilikuwa tayari imeshatengeneza partnership na organization nzuri. Bahati mbaya ama nzuri kwenye dirisha hili baada ya kupanda kwenye ligi kuu, kuna baadhi ya wachezaji wameongezewa kwenye timu, akiwemo Habibu miongoni mwa wachezaji wapya, pamoja na Ken Ari, ambao hawa wote unawaona wana uzoefu mkubwa sana kwenye ligi kuu Tanzania bara, especially Ken Ari ambaye alikuwa kwenye kikosi cha KMC. Leo unaweza ukatazama namna ambavyo goli la kwanza walivyolitazama, unaweza ukaona hawa wachezaji level yao ya fitness ni kubwa sana. Level yao ya fitness ni kubwa kwa sababu mpira ambao umegongwa baada ya kurushwa ukao unapigwa kwa vichwa mpaka inakwenda kupigwa pasi ya mwisho aliyokuja kuipata kabla Ken Ari kwenda kufunga goli. Unaweza ukaangalia namna ambavyo mpira ulichezwa juu kwa juu, nilipokuja kutua chini tu akaenda kutafuta mfungaji Ken Ari, ambaye pia unaweza ukatazama namna ambavyo ubora wake ulivyokuwa. Amemtazama golikipa vizuri kabisa, namna ambavyo alivyo akaliangalia goli lilivyo, akaweza kupasia kwenye kamba. Ni miongoni mwa magoli bora sana ambayo ameweza kufunga siku ya leo. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza combination ambayo imefunga magoli ya leo, kwa maana Ken Ari pamoja na Habibu, si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu timu imekuwa na ubora mkubwa, timu imekuwa na misingi mikubwa chini ya mwalimu kwenye maeneo matatu ya football ambayo wote huwa tunazungumza karibu kila siku kwamba ili timu bora iweze kufanya vizuri inahitaji kuwa na vitu vitatu. Inahitaji kuwa bora zaidi kwenye eneo la ulinzi, inahitaji kuwa bora zaidi kwenye eneo la midfield, inahitaji kuwa bora zaidi kwenye eneo la forward line ili kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo. Na ukishavifuata hivi vitatu, maana yake unakwenda kwenye ile principle ya mpira inayokutaka uweze kushinda na kupata matokeo ya alama tatu. Leo nimekitazama vizuri sana kikosi cha Police Tanzania, namna ambavyo walikuwa wanacheza. Of course kwenye eneo la defense kuna baadhi ya watu unaweza ukaona uzoefu wa timu na namna walivyotengeneza experience wanaisaidia sana timu kwa kiwango kikubwa. Kulikuwa kuna commitment ya kiwango cha juu sana kwenye eneo la defense. Kwa mtu ambaye amemtazama Dennis Mushi kapteni, namna ambavyo alikuwa anasaidia kukaba, ni miongoni mwa watu kama una renki kwenye ile standard chart ambayo kwenye mpira huwa tunatoa kwenye football, tunatoa alama 10. Kwa hiyo mchezaji akifanya vizuri zaidi mnampa 9 ya 10, 8 ya 10 ama 7 ya 10. Lakini ukirudi kulitazama chati ambayo naizungumza, Dennis Mushi miongoni mwa kijana ambaye alikuwa na quality kubwa sana kuweza kuunganisha kina Tungu Kashinje bila kuwasahau kina Joseph Majagi, miongoni mwa wachezaji ambao ni wazuri. Eneo hilo timu ya Polisi iliweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Unarudi eneo la katikati kuwatazama baadhi ya wachezaji ambao wapo, je, wana combination ya kiwango gani? Unaona kabisa kwa maana kwamba mtu kama Ken Ari ambaye ni maingizo mapya anavyoshirikiana kwa kiwango kikubwa sana na kina Jamari Mtegeta, namna ambavyo timu inacheza, unaona timu hii na wachezaji wazuri. Kwa hiyo kwenye umiliki wa mpira unaweza ukasema kwa sababu bado JKT not Police Tanzania wanacheza objective football, mpira wa moja kwa moja. Yani wakishaanza mpira wa marengo ambao ni more direct, wakishapiga pasi 3-4 mpaka wafike mwisho. Nilishawahi kuzungumza kwamba hii timu bado inacheza kwenye kanuni zile za daraja la kwanza, ambao unatakiwa kupata magoli zaidi ili uweze kuperform kwenye ubora mkubwa. Unaweza ukaona namna ambavyo wakina Majagi wanavyoweza kucheza, lakini unaweza ukajiuliza namna ambavyo timu ina advance kutengeneza link up baina akina Oscar Masai, namna ambavyo akina Habibu Kiombo anacheza, bila kuwasahau akina Juhudi Barayas, miongoni mwa wachezaji ambao commitment yao kwenye kipindi cha kwanza ilikuwa kubwa. Unajiuliza kwa nini wanapata matokeo? Ni kwa sababu hawa wachezaji ubora wao ni mkubwa zaidi kuliko kikosi cha Police Tanzania cha JKT Tanzania kwa sasa ambavyo kilivyo. Yaani ukiwatazama JKT Tanzania sasa hivi timu ya kushindana kabisa, nilizungumza jana, wana timu nyepesi sana ambayo kwa namna yoyote ile kwa mtu ambaye anawatazama wanafungika kabisa. Kwa hiyo mechi imekwenda akafungwa goli la kwanza, imekwenda akafungwa goli la pili, maana yake mechi ikawa imemalizika. Nikawa najaribu kuona muunganiko mpya wa timu ya JKT kwamba mwalimu
anaweza akatengeneza kiwango gani cha kuibadilisha timu icheze vizuri, kwa sababu kumbuka hii ilikuwa ni timu ambayo wakina Nasson Hassan Maulid walikuwa wanafanya vizuri. Unamtazama baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa na quality kubwa, wamekuwa na standard bora sana kwenye eneo la midfield ambao wanafanya vizuri, baadhi yao kwenye kikosi hawapo. Leo nitaka kuona Bajana huyu ana kiwango gani cha kuweza kuungana kutengeneza combination bora pamoja na kina Hassan Kaparata, kwa sababu ukijaribu kutazama, of course kuna baadhi ya wachezaji wenye wana uzoefu kama Kaparata, kama Bajana, Luzendaze, hawa wana uzoefu na ligi kuu, lakini Likam play yake kwenye eneo la kiungo ukiwatazama leo walikuwa anacheza down sana, yani kwa maana kwamba alikosekana mchezaji ambaye anaweza akawa more advanced kupeleka mashambulizi mbele ili kuwafanya Polisi Tanzania waweze kujilinda. Luzendaze kama nilivyozungumza, Bajana, Kaparata wote walikuwa wanacheza dimba la chini, wakaacha mazingira magumu sana wakina Najim Msa, wakina Popita, wakina Mkopi kuonekana kwamba wana kazi ngumu zaidi ya kupeleka mashambulizi mbele. Kwa hiyo kikosi cha JKT Tanzania ukikitazama unakiona ni kikosi bora, lakini kwangu mimi kina wachezaji wachache sana ambao sasa hivi wana kiwango cha kucheza ligi kuu na kumsaidia mwalimu. Sina mashaka na Charamanda kwa mtu ambaye anamfuatilia goalkeeper, pamoja na kwamba ameruhusu magoli, lakini miongoni mwa magolikipa wazuri sana. Mtu kama Msengi sina shida naye, lakini ukimtazama Charamanda, Msengi, Popita pamoja na Bajana, hawa kidogo unaweza ukaona ni miongoni mwa wachezaji ambao anaweza akakupa kitu, lakini wengine kama Kaparata, Mkopi, Otaro pamoja na Aaron, hawa ni wachezaji ambao walitakiwa kuwa benchi ili waweze kucheza watu ambao ni bora zaidi. Lakini unaweza ukajiuliza hii timu ina wachezaji wa kiwango gani ambacho kama unamwanzisha mtu bench, ni nani anaweza akaenda kuisaidia timu kupata matokeo? Kwa hiyo timu ya JKT Tanzania kwa sasa wana kikosi cha kawaida cha wastani, na wasipobadilika, nazungumza hapa, hii timu itapambania kushuka daraja. JKT Tanzania wasipokaza vizuri watakuwa ni miongoni mwa timu ambayo itapambania kushuka daraja, kwa sababu timu pekee ambayo mimi sihesabii kushuka daraja kwenye zile timu zilizopanda ni timu ya Polisi Tanzania. Ile ni timu, yani ni timu ambayo sihesabii naweza kushuka daraja kwa namna ambavyo wanacheza kina Majagi, namna ambavyo wakina Habibu, wakina Keniari wamebadilika kabisa kuliko walivyokuwa kwenye timu yao. Kwa hiyo timu ya leo, angalia ball position, wote hawakufika hata 60, angalia shoot on target hazikufika hata 7 kwa timu moja, angalia eneo la kudefense, unaangalia zile aerial duel, mchezaji anashindaje mipira ya juu, unaona mipira ya juu yote timu ya Polisi Tanzania ndio ilikuwa na kiwango bora zaidi cha kushinda. So kwa mazingira ya namna hiyo unagundua kabisa kwamba leo JKT walikuwa wanacheza mechi ngumu zaidi ya Polisi Tanzania. Ugumu uliko ukiwatazama